Williams, najua unasoma huu ujumbe. Pia naelewa kwako itakuwa ngumu sana kuamini. Lakini huu ndio ukweli ambao unapaswa kuukubali kuanzia sasa. Asante kwa upendo wako kwa miaka yote 3. Najua siku zote ulinichukulia kama mwanamke ambaye naweza kuja kuwa mke wako. Lakini nikwambie kwamba hiyo ndoto haiwezi kutimia. Kuna wakati inabidi mambo yabadilike. Ndivyo hisia zangu zilivyobadilika. Hujanikosea, ila nimeamua kuchagua upande mwingine wa shilingi. Nimempata mwanaume sahihi kwangu na kwa familia yangu. Naomba usahau na usinitafute tena. Isabella. 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 Sikia. Isabella. Naam, karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya makala simulizi. Karibu sana katika simulizi yetu mpya kabisa. Ni simulizi ambayo inakwenda kwa jina la Ua Jekundu. Hii inatoka katika mikono ya Hamza Stories. Anafahamika kama Hamza Rashid Ngondo. Namba yake ya simu ni 0765555641. Ua Jekundu ni simulizi ambayo inatoka kwenye mikono yake. Karibu sana, na mimi ninayekuletea kwako si mwingine ni mimi BHB wa makala simulizi. Karibu sana katika sehemu hii ya kwanza. Tupande wote gari hili la simulizi, tuangalie kwamba linaishia wapi. Basi, ungana na mimi katika kipengele hiki cha kwanza kabisa. Simulizi hii haina kukoma. Tunakwenda nayo sehemu zake zote kabisa. Karibu sana. Tuwe pamoja. Nilistuka asubuhi na mapema sana. Jua lilikuwa tayari limeshatua katikati kabisa ya ardhi hii ya ulimwengu. Lilikuwa limeshatua na kufanya mwanga mzuri sana wa jua kupenyeza pazia langu ambalo lililokuwa ni jepesi kabisa. Ilianza kupenya jua na kuingia ndani kabisa katika nyumba yangu mahali ambapo nilipokuwa. Upepo wa taratibu ambao uliokuwa unasababisha pazia kupeperusha ulikuwa ukiendelea kuvuma na kuingia ndani kabisa. Ilikuwa ni siku mpya ambayo ilionipa tabasamu. Nilikaa kitandani huku nikikumbuka sauti ya mpenzi wangu Isabella. Yeye ndiye mwanamke ambaye aliyenifunga kwenye gereza lake la mapenzi. Niliweka ahadi moyoni mwangu kuwa sitakuja kumpenda mwanamke yeyote isipokuwa ni yeye Isabella peke yake. Mara ya kwanza nilipomwona, aliufanya moyo wangu udunde kwa mapigo makubwa mithili ya ngoma. Achilia mbali uzuri wake na rangi yake, ambayo ilikuwa ni rangi nzuri sana ya maji ya kunde. Yeye ni mcheshi pia, ni mwanamke asiye na majivuno kabisa kabisa. Ujio wake maishani mwangu ulinifanya nijione nimezaliwa upya kabisa. Leo nitakutana na wewe Isabella. Unanifanya nisahau kifo. Uwepo wako maishani mwangu ni sawa na lulu nyeusi baharini. Upendo wako umenilewesha kabisa. Nilijisemea huku nikihisi furaha kubwa jinsi ambavyo ilivyokuwa ikipita kwenye mishipa yangu ya damu. Niliachia tabasamu huku nikinyosha mfano wa kindala ndege kwenye kiota. Niliposhusha miguu yangu nilianza sasa safari yangu fupi kuelekea dirishani. Nilipofunua pazia nilikutana na hewa safi sana iliyokuwa ikisindikiza furaha yangu. Msikilizaji, mimi ninaitwa Williams. Umri wangu ni umri wa miaka 32. Ni mitatu zaidi kwa Isabella ambaye ndiye mpenzi wangu. Maisha yangu yote bana nilitumia kuishi pale kijijini na kujitolea kanisani kila siku. Upendo wangu kwa Mungu wangu ulikuwa ni mkubwa sana. Kanisa ndilo lililonikutanisha na Isabella wakati huo, sote tukiwa tunafanya kazi kanisani. Tulikuwa wote ni wachanga vile vile katika kanisa. Tulianza kuwa marafiki kwa muda mrefu. Kisha miaka 3 iliyopita tuliangukia penzini. Kijiji chetu kinaitwa Mambo Sasa. Asili yetu ni wakulima wa nazi na uvuvi wa samaki wakubwa na wadogo.
Mimi ni miongoni mwa wavuvi maarufu wa kijijini kwetu pale. Kijiji chetu ni kizuri sana. Hali ya hewa ni tofauti kabisa na vijiji vingine. Tumebarikiwa amani na utulivu miongoni mwetu. Ninaweza kusema kwamba ni kijiji ambacho kimebarikiwa. Ni mimi Williams ninayekuletea simulizi yangu. Williams. Nilisikia sauti ya baba yangu nikiwa nachungulia dirishani. Nilitikia kwa sauti ya juu sana huku nikielekea moja kwa moja kule nje mahali ambapo alipokuwa baba yangu. Baba yangu alikuwa akinitengeneza nazi tayari kwa ajili ya kuzipeleka sokoni. Nilijiunga naye na tulifanya kazi haraka haraka pale pale. Tulifanya naye kazi pale mpaka gari ambapo lilipofika kwa ajili ya kusomba nazi za pale kijijini kwa hesabu maalum kisha kuzipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo. Baba, unaweza kwenda sokoni leo? Nilimuuliza baba yangu. Nilikuwa na shauku sana ya kutaka kwenda kuonana na Isabela mpenzi wangu. Baba alinitazama kisha akaniambia, usijali simba wangu. Nitaenda leo. Wewe baki nyumbani. Hebu niletee daftari la mauzo pale. Alisema baba yangu na haraka niliingia ndani kisha nilirudi nje na kumpatia baba daftari. Wachukuzi walikuwa tayari wameshafika. Hawa ndio wale ambao wanakuja kwa ajili ya kununua nazi zetu na kwenda kuziuza masokoni. Walizitia nazi zote kwenye matenga kisha waliondoka nazo pamoja na baba yangu mzee Michael. Ni pamoja na wamiliki wengine wa nazi kutoka pale kijijini. Baada ya baba yangu kuondoka, nilikumbuka kuhusu miadi yetu mimi na mpenzi wangu Isabela. Haraka niliingia ndani. Nilijiandaa kisha niliondoka kwa miguu kuelekea eneo ambalo mara zote tulikuwa tukikutana mimi pamoja na Isabela mpenzi wangu. Eneo hilo lilikuwa ni eneo lililo na bwawa dogo hivi ambalo lililokuwa limezungukwa na miti mikubwa iliyokuwa imefungamana. Iliyokuwa inafanya maji ya eneo lile kuonekana ya baridi kabisa. Bwawa lile lilikuwa linasifika kwa kuwa na maji ya baridi sana pale kijijini kwetu. Isitoshe palikuwa na jiwe kubwa ambalo mimi na Isabela tulipendelea kuketi hapa pamoja na kuweka miguu yetu ili iweze kuingia ndani ya maji yale ili tuweze kung'atwa na wale samaki wadogo wadogo ambao wanapenda kuwepo pale. Ndio. Tulikuwa tunapenda sana kukaa kwenye jiwe lile na kuingiza miguu yetu ndani ya bwawa lile. Ni mchezo ambao tuliokuwa tukiupendelea sana ili miguu yetu iweze kung'atwa na wale samaki wadogo wadogo. Kitu pekee ambacho kilinifanya mimi kilichonifanya mimi niwe na hamu ya kuendelea kuishi basi ni ukaribu wangu na Isabela. Mwanamke niliyempenda kwa moyo wangu bila kuficha hata kidogo hisia zangu kwake. Mara zote aniangaliapo niliuona upendo wa kweli machoni kwake. Hakusita hata mara moja kunieleza ni jinsi gani ambavyo asingeliweza kuishi bila mimi. Eneo hilo lilikuwa nje kidogo ya kijiji chetu cha Mambo sasa. Niliwahi maana nilijua Isabela alikuwa tayari amefika hapo. Sikupenda akasirika kwa kuchelewa kwangu hata kidogo. Nilifikiria ni zawadi gani ambayo ninaweza kwenda kumpa Isabela. Likanijia wazo la kuchuma ua jekundu kwenye mti wa upendo. Ua hilo ndio ishara ya mapenzi yetu. Hili ni ua jekundu. Nilipanga siku hii kumweleza Isabela dhamira yangu ya kutaka kumuoa. Nilitaka awe wangu na sio mpenzi wa siri, japo watu wachache sana walikuwa wakifahamu mahusiano yetu. Nilitamani jambo letu liwe la wazi kabisa ili kila mtu aweze kufahamu. Na hii nilikuwa nikitaka kuifanya nikijua kabisa kwamba mimi najionea fahari kwa mimi kuwa na mpenzi kama Isabela. Nilipokaribia eneo lile, sikumuona Isabela. Sikuwa na shaka sababu mimi nilifika mapema, hivyo alinifanya mimi moyo wangu uweze kuamini kwamba angefika. Na kwa sababu mimi nilifika mapema, hivyo ilinifanya mimi nipate muda wa kutuliza nafsi yangu. Katika muda wote huu ambapo nilipokuwa nikiendelea kutulia, nilikuwa nikiendelea kumwaza mpenzi wangu Isabela.
Nilitembea taratibu na kwa uhakika, huku nikijifunza maneno ambayo ningeweza kuyaongea kwa Isabela. Nilikuwa nikijifunza maneno na mpangilio wa namna sahihi ya kuzungumza na Isabela ili aweze kuelewa upendo wangu kwake na jinsi gani ambavyo ninadhamiria kumuoa yeye. Sikuwa na shaka na upendo wake hata kidogo. Nilipiga hatua za taratibu hadi nilipofika pale. Nilipofika pale bwana, juu ya jiwe niliiona karatasi ambayo iliyokuwa imegandamizwa kwa jiwe jingine dogo hivi. Kilikuwa ni kijiwe, halafu pembeni palikuwa na ua jekundu. Nilijiuliza ni kitu gani hiki? Kusema kweli mimi niliangaza huku na kule, lakini sikumwona mtu yeyote yule. Nilishusha pumzi yangu. Kusema kweli msikilizaji, uwepo wa ua jekundu, nilijua moja kwa moja Isabela ndiye ambaye aliyeiweka karatasi ile juu ya jiwe. Karatasi ile ilikuwa imekunjwa vizuri na niliiokota kisha niliifungua. Nilifungua kwa taratibu kabisa, huku nikiwa na wazo ni kitu gani ambacho kimeandikwa kule ndani. Hasa ukizingatia kwamba tayari nimeshajua kwamba karatasi ile inatoka kwa Isabela. Nilikutana na maneno haya ambayo ndicho chanzo cha kuanza kuumia moyo wangu. Williams, najua unausoma ujumbe huu. Pia naelewa kwako itakuwa ngumu sana kuuamini. Lakini huu ndio ukweli ambao unapaswa kukubali kuanzia sasa. Asante sana kwa upendo wako kwa miaka yote 3. Najua siku zote ulinichukulia kama mwanamke ambaye ninaweza kuja kuwa mke wako. Lakini nikwambie kwamba hiyo ndoto haiwezi kutimia. Kuna wakati inabidi mambo yabadilike. Ndivyo hisia zangu zilivyobadilika. Hujanikosea. Ila nimeamua kuchagua upande mwingine wa shilingi. Nimempata mwanaume sahihi kwangu na kwa familia yangu. Naomba unisahau na usinitafute tena. Kusema kweli, macho yangu yalining'inia mfano wa ndoto. Hayakufumba huku chozi likianza kunibubujika. Moyo wangu ulipasuka vipande vipande. Kila kipande kilikuwa na imani yake. Kusema kweli, mimi sikuamini kama Isabela anaweza kuachana na mimi. Yeye ni mwanamke aliyekuwa akiusifia upendo wangu. Ndiye aliyeniambia kuwa mimi ni mwanaume wa pekee maishani mwake. Nakumbuka aliniambia kuwa moyo wake ulifungwa kunipenda mimi. Na sio kunipenda mimi, bali kunipenda mimi tu. Nilishiwa na nguvu nisijue nawezaje kulizuia chozi langu lisiweze kutiririka mashavuni mwangu. Nilijegemeza kwenye jiwe huku huzuni na maumivu vikiwa vimeamka kwa kasi sana ndani yangu. Maumivu ambayo niliyokuwa nikiyahisi yalinipa ganzi sana moyoni mwangu. Pumzi zangu ziliganda kwa muda. Nilijikuta nikianza kulia. Niliangaza huku na kule, sikumuona Isabela. Nilipaza sauti yangu kumuita, pengine alikuwa yuko msituni pengine. Pengine ulikuwa ni utani tu. Hata sauti yangu ilishindwa kutoka kiume. Ilikuwa imejaa kilio kweli kweli. Isabela. Isabela, niambie huu ni utani Isabela. Hauwezi kuniacha kirahisi Isabela. Si ulisema huwezi kumpenda mwingine? Isabela. Niliongea kwa sauti ya juu. Hapakuwa na yeyote aliyeitikia. Taratibu nilianza kuamini kuwa maneno yale yaliyoandikwa kwenye barua yalikuwa ni ya kweli. Nilikumbuka siku moja Isabela aliwahi kuniandikia barua ya mapenzi. Nilimsifu kwa mwandiko mzuri. Mwandiko ule mzuri ndio uliokuwa kwenye ile barua. Haraka nilikunja ile barua kisha nilianza kukimbia kurudi kijijini.
Nilikuwa na machungu ambayo yasiyomithilika kusema ukweli. Sikutaka kuamini kwamba kweli yale maandishi ndio ambayo yaliandikwa kwa ajili ya mimi. Moyo wangu uliteseka sana wakati huo nikiwa narudi kijijini. Kila hatua ya kurudi kijijini ilikuwa kama mwiba moyoni mwangu. Nilijaribu kukumbuka kila siku nzuri tuliyokuwa nayo, kila neno la upendo alilonieleza. Ni wapi nilikosea? Nilijiuliza sana. Au Isabela alikuwa akivaa kinyago cha upendo muda wote huu? Msikilizaji, kusema ukweli, barabara iliyokuwa imejaa vumbi ilikuwa na ukimya usiovumilika kabisa. Vipepeo wachache walipita juu yangu, lakini kusema ukweli, moyoni mwangu sikuwa na macho ya kuwapenda kama zamani. Vipepeo wale ambao zamani nilikuwa nikiwaona na furahi sana nikiwa na mpenzi wangu Isabela, walikuwa wakipepea, tulikuwa tunaonyeshana huku tukiwa tunafurahi sana kwa kuona rangi za vipepeo jinsi walivyo wazuri. Kwa kweli sikuwa na uwezo wa kuwapenda tena. Kila kipande cha ardhi ambayo niliyokuwa nikikanyaga kilionekana kuwa kizito zaidi. Kilikuwa ni kizito kana kwamba dunia yote ilikuwa imenielemea. Mara tu nilipofika kijijini, nilijua lazima niende nyumbani kwa Isabela. Hata kama ameamua kuniacha, nataka kujua sababu. Hilo lilikuwa ni wazo langu. Hawezi kunitupa hivi hivi bila kunieleza ukweli usioonekana kwenye barua hii fupi. Isabela? Haiwezekani. Nilijisemea na mkononi nilikuwa nimeshikilia ile barua ya Isabela. Nilifuta chozi langu kisha niliongoza nikitembea kwa kasi sana nyumbani kwa wao Isabela ili niweze kuzungumza na Isabela. Nilihitaji majibu ili kutuliza moyo wangu. Japokuwa nilikuwa siamini kabisa kwamba kuna majibu yanaweza yakaja, hatimaye yakaufariji moyo wangu. Nje tu ya kwamba Isabela anaendelea kuwa na mimi. Nilienda nikiwa na mashaka na moyo wangu ukiwa unahitaji majibu. Nilipishana na watu njiani bila hata salamu wala maongezi yoyote yale. Niliyemhitaji kwa wakati ule alikuwa ni mmoja tu, na Isabela peke yake. Sikutaka kusalimia ama kuongea na mtu mwingine yoyote yule. Nilitembea taratibu kuelekea nyumbani kwa Isabela. Kila hatua ilizidi kuwa nzito, msikilizaji. Kichwa changu kilikuwa kimejaa mawazo mengi sana. Je, nitakutana na nani pale? Je, familia yake itasema nini? Hali ya wasiwasi ilikuwa imenilemea zaidi. Lakini sikuruhusu kabisa miguu yangu isimame. Nilipofika karibu na mlango wa nyumba yao, niligonga kwa nguvu zaidi kuliko kawaida. Odi. Muda ulipita bila mtu yeyote kufungua mlango, na moyo wangu ulizidi kupiga kwa kasi. Odi. Bado kimya kingi kiliendelea. Hatimaye mlango ulifunguliwa. Nilimwona mama yake Isabela akinitazama kwa jicho ambalo lililokuwa limejaa huruma. Isabela alikuwa akiishi na mama yake pekee, na hii ilikuwa ni mwaka mmoja tokea alipompoteza baba yake kwa shinikizo la damu. Sikuacha kabisa kudondosha chozi langu. Nikamuuliza mama yake Isabela nikiwa ninatetemeka kwa maumivu makali ya moyo wangu. Mama, niambie sio kweli. Isabela hawezi kuniacha mimi kirahisi hivi. Alisema upendo wangu unamtosha. Naomba mama yangu niambie neno. Naomba niambie neno mama. Nilisema nikiwa nalia kwa uchungu mkali sana. Upendo wangu kwa Isabela ulikuwa ni zaidi ya kutoa sadaka maisha yangu kwa ajili yake. Nilisubiria sana kusikia neno kutoka kwa mama yake Isabela. William,
Williams, aliniita. Nilifuta chozi nikamtazama kwa makini, huku masikio yangu yakisubiria kusikia neno kutoka kwa mama yake Isabela. Mapenzi peke yake hayawezi kuvunja milima. Hata maandiko yanasema maneno matupu ni bure. Ninachoweza kusema kwa sasa, msahau Isabela. Hebu ishi maisha yako. Usimtafute. Usifike hapa na wala usiulize chochote kuhusu Isabela. Na kuomba kaa mbali na mwanangu. Kaa mbali na mwanangu. Msikilizaji, mama yake Isabela alianza kwa sauti ya chini, akamalizia kwa sauti ya juu iliyokuwa imejaa ukali kweli kweli. Sura yake ilikuwa kavu. Ilikuwa ni kavu kweli kweli safari hii. Mama, mimi sio mama yako. Mimi sio mama yako Williams. Ukurasa wako wa mapenzi na Isabela umefungwa rasmi. Naomba uelewe hivyo na naomba usiniite. Mimi sio mama yako. Mama. Basi mama, nakuomba niongee na Isabela japo kwa mara ya mwisho. Nakuomba mama yangu, najua Isabela anasikia. Nakuomba mama. Nilipiga magoti kumwomba mama yake Isabela. Nilihitaji kuzungumza na Isabela. Kwa kweli nilitaka kuyaona macho yake, nijue kama upendo wake kwangu ulikuwa umeisha au la. Hawezi kuonana tena na Isabela. Nyinyi ni daraja mbili tofauti kabisa. Narudia, msahau Isabela. Hakupendi tena, hawezi kuwa na wewe tena. Hebu naomba wewe unaelewa. Shenzi nini? Maneno ya mama yake Isabela yalizidi kuwa mwiba mchungu sana moyoni mwangu. Nililia kwa uchungu sana kwa kweli. Nililia kwa uchungu sana akiwa ananitazama bila hata kunionea huruma. Sikuacha kuyakumbuka maneno ya mama yake Isabela siku za nyuma. Alinisihi sana kwamba nimpende Isabela. Leo hii kweli ndo ananiambia maneno haya ya kwamba mimi niondoke. Siwezi kuwa karibu na Isabela tena. Sikujua ghafla ni kitu gani ambacho kiliingia hadi kunionyesha chuki ya waziwazi kiasi hiki. Mama yake Isabela aliufunga mlango kwa nguvu sana na kuniacha nikiwa ninalia pale mlangoni. Chozi liliambatana na kamasi langu kwa hali ya wingi sana. Nilisimama pale mlangoni kwa muda, macho yakiwa yamejaa machozi na mwili mzito kutokana na uzito wa maneno ya mama yake Isabela. Ilikuwa ni vigumu kuamini kuwa mtu ambaye aliyenihimiza kumpenda sana Isabela sasa hivi alikuwa ananifukuza kwa chuki. Nilijisikia mnyonge, kama vile dunia nzima ilikuwa imegeuka ghafla. Nilihisi kama dunia imenigeukia mimi na kunisaliti kabisa. Sauti ya mlango kufungwa kwa nguvu ilinigusa kama kofi usoni. Ilikuwa ikinionyesha wazi kwamba sikukaribishwa tena. Macho yangu yakiwa yanatazama chini, niliendelea kububujikwa na machozi, nikihisi kama moyo wangu unavunjika vipande zaidi kila mara. Nilihisi kama dunia imezama chini ya miguu yangu. Sauti ya mlango huo kufungwa ilinifanya nihisi kama kila kitu kilichonipa furaha kimenikimbia. Macho yangu hayakutaka kuinuka. Yalikuwa yakikwepa ukweli mchungu sana uliokuwa mbele yangu. Nilijikuta nikitetemeka kwa maumivu makali sana. Nilikuwa natetemeka huku machozi yakiendelea kububujika bila vipimo. Nimefika mwisho. Nimefika mwisho. Nilijisemea kimoyomoyo. Hakukuwa na maneno ya kufariji kabisa. Kila pumzi ambayo niliyokuwa nikivuta ilionekana nzito sana. Ilionekana nzito kama vile
Kila pumzi ilivuta pia maumivu zaidi ndani yangu. Hisia za huzuni na kukataliwa zilinivuruga kweli kweli. Zilikuwa zikichoma moyo wangu kwa kila sekunde iliyopita. Niliendelea kusimama hapo mlangoni. Niliendelea kusimama hapo nikiwa nimejawa na hisia za kuchanganyikiwa. Je, kweli huu ndio mwisho wa safari yangu na Isabela? Je, upendo wetu ambao ulionekana kuwa na nguvu kiasi hiki umekwisha kwa urahisi namna hii? Kila kitu kilionekana kisichoeleweka. Kila kitu kilionekana kama ndoto mbaya ambayo siwezi kuamka kutokana na kwayo. Lakini hata katikati ya maumivu haya makali, kwa kweli nilihisi kitu ndani yangu kikiwaka. Nilikuwa nahisi kama kila kitu ndani yangu kinawaka. Nilikuwa nikiwa na moto wa kutaka kujua ukweli. Kitu kilikuwa hakiko sawa. Nilihisi kwamba nyuma ya maneno yale ya chuki kulikuwa na kitu kimefichwa na si kawaida. Sikujua kwanza Isabela yuko wapi. Niliondoka pale taratibu kama mlevi aliyegundua baada tu ya kujua kwamba aliwahi kumtukana mtu ambaye alimheshimu sana kipindi akiwa amelewa. Nilitembea kama mlevi. Macho yangu kusema ukweli yalivimba kweli kweli kwa kulia. Sikujua niende wapi kupata tumaini la kufariji moyo wangu. Nilipokuwa nikiendelea kufikiri huku nikiwa nateseka sana, wazo la kuelekea kanisani kuonana na mchungaji lilinijia. Nilibadilisha uelekeo na kuishika njia ya kuelekea kanisani. Niliona ndio faraja pekee ambayo iliyobakia. Nilikuwa nimeishiwa nguvu. Nilijikokota hivyo hivyo tu ili mradi niweze kufika kanisani. Mawazo mengi na msongo ulikuwa unanitesa sana kwenye kichwa changu. Na wakati huo jua lilikuwa ni kali sana. Nilikuwa natokwa na jasho. Sikujua hata viatu vyangu niliviacha wapi kwa kweli. Nilipofika kanisani hali yangu ilizidi kuwa mbaya zaidi. Nilijikuta nikianguka mbele ya lango la kanisa. Ni masaa kadhaa baadaye niliamka na kujikuta niko ndani ya kanisa. Mchungaji Ezekiel alikuwa akinitazama mimi. Alionekana mnyonge aliyenitazama kwa jicho la huruma sana. Mchungaji, Isabela. Isabela mchungaji. Nilianza kusema kwa mara ya kwanza kabisa baada tu ya kuzinduka. Kwa kweli Isabela alijaa akilini mwangu na sikuweza hata kumsahau hata kwa sekunde moja. Mapenzi yalikuwa yamenitia uchizi kweli kweli. Mchungaji akanituliza. Hapo nilikuwa nimeshaketi pale sakafuni ndani ya kanisa, mahali ambapo nilipopatia ufahamu ya wangu kwa mara nyingine. Williams, wewe sio dhaifu kiasi hicho. Una Mungu ndani yako. Itumie Roho ikuongoze, alisema mchungaji akiwa ameshikilia ile barua ya Isabela. Kwa ujumla ni kwamba mchungaji alikuwa ameshajua kila kitu na ni kitu gani kinanitesa. Mchungaji, mimi bila Isabela ni sawa na galoni bila kitu ndani yake. Nimekuwa kopo tupu. Naomba ongea na Isabela mchungaji. Mchungaji, naomba ongea na Isabela, siwezi kuishi bila Isabela. Chozi lilikuwa linabubujika. Wakati huo chozi langu likiwa linabubujika, mara baba alifika akiwa na chupa ya maji. Ndio, ni baba yangu. Isabela hayupo kijijini Williams. Mama yake amethibitisha hilo mbele ya mchungaji. Hilo giza lililo moyoni mwako halina muda mrefu. Nuru itawaka tena. Maneno ya baba yalinifanya nijione mwehu kabisa. Kusema kweli nilizidi kuchanganyikiwa. Niligundua sio tu kwamba Isabela yupo mbali na moyo wangu, bali ameenda mbali kabisa vile vile na kijiji chetu kizuri ambacho alichokipenda sana. Baba,
Amesema ameenda wapi? Mamake Isabela amesema kwamba Isabela ameenda wapi? Niliuliza kwa sauti ya kubabaika sana. Baba alinipatia maji kidogo ili niweze kunywa. Akaniambia, wewe na yeye ni daraja mbili tofauti. Huwezi kupita na njia moja. Jikaze kama mwanaume, twende nyumbani. Alisema baba yangu. Mchungaji alikuwa kimya bila kusema neno lolote licha ya kumwomba aseme chochote ili niweze kupona. Niligundua siwezi kumuona Isabela tena. Hilo ndilo jambo ambalo liliokuwa linazidi kuniumiza zaidi. Alienda mbali zaidi na upeo wa macho yangu Isabela. Chozi lilizidi kunibubujika kwa hisia kali ya maumivu. Alichofanya mchungaji ni kunirejeshea ile barua ya Isabela. Alikuwa amejawa na huzuni sana kwa kweli mchungaji. Unajua bana msikilizaji, mimi na Isabela tulikuwa watu muhimu sana pale kanisani. Mchungaji alihisi kuwapoteza wote kwa sababu ya mapenzi. Alikuwa anajua kabisa anatupoteza mimi pamoja na Isabela. Tulikuwa na ndoto nyingi pamoja na mimi na Isabela. Zote zilikuwa zimeyeyuka mithili ya barafu juani. Nilipokuwa nikitembea kuelekea nyumbani na baba, moyo wangu ulikuwa mzito kupita maelezo. Kila hatua nilihisi kama jiwe ambalo lililokuwa linavutwa na mnyororo wa maumivu. Kichwa changu kilijaa maswali bila majibu. Kwa nini Isabela aliondoka bila kuniambia kweli? Ni nini hasa kilimsukuma Isabela kuondoka na kuniacha? Mchungaji alikuwa kimya sana. Na hata sasa ukimya wake ulizidi kuwa na uzito. Nilimgeukia baba nikijaribu kupata mwanga kidogo. Lakini hata yeye alionekana kuwa na huzuni kubwa sana. Baba, nilisema kwa sauti ambayo iliyokuwa imepasuka kweli kweli. Unadhani kweli Isabela alinipenda hata kwa muda mfupi kweli? Baba alisimama ghafla akanitazama kwa macho ambayo yaliyodumu kwa miaka mingi ya hekima. Lakini safari hii kusema ukweli yalikuwa na ukungu wa huzuni kubwa sana. Williams, upendo wa kweli ni mgumu. Wakati mwingine tunaweza kumpenda mtu kwa dhati, lakini maisha hutufanya tuwe mbali na yeye. Hiyo haimaanishi kwamba hakukuwa na upendo. Lakini kuna mambo mengi ambayo hatuwezi kuyashinda. Alisema baba yangu, maneno ambayo kwa kweli niliyaona ya hekima sana. Maneno yake yalijaa hekima mno. Lakini pamoja na hekima ile hayakutosha kunipa faraja kabisa. Nilihisi kama moyo wangu ulikuwa umevunjika tena na tena. Isabela aliniacha kwa sababu gani kama sio kwa mapenzi? Aliniacha kwa sababu gani nyingine? Kwa kweli niliendelea kujiuliza bila kupata majibu. Usiku ulipoingia, nilijikuta nikitembea kwenye kinjia ambacho kilichokuwa kinaelekea kule msituni, ambapo ni nyuma kidogo ya nyumba yetu. Hapa ndipo ambapo tulipokuwa tukipenda kwenda kila mara mimi pamoja na Isabela nyakati za usiku. Yaani ukweli ni kwamba tulipokuwa na ndoto tulizijenga hapa, na tulipokuwa na mipango tulizungumzia hapa. Sasa mahali hapa nilikuwa peke yangu nikibubujikwa na machozi. Nilisimama kwenye kivuli cha miti mirefu nikitazama nyota za angani. Ilikuwa kimya. Kimya kupita kawaida. Nilichukua pumzi ndefu kwa kweli. Nikajaribu kujiuliza, Isabela, uko wapi?
mbona umeniacha peke yangu? Umesahau kuhusu ahadi ya ua jekundu la penzi letu? Kila nyota iliyonitazama ilionekana kama inaniangalia kwa huruma. Ilinifanya nijisikie mnyonge na mwenye huzuni sana. Nilihisi kama maisha yangu yalikuwa yameharibika kabisa. Kila kipande cha furaha ambacho tulikuwa tumekijenga kilikuwa kimeanguka. Kilichokuwa kikiniuma zaidi ni kitu gani ambacho kimebomoa upendo huu? Ni tetemeko la ardhi ndilo ambalo limebomoa jengo la upendo wetu? Ni upepo ndio ambao umebomoa jengo la upendo wetu? Ni mawimbi kutoka baharini ndio yamekuja yakasomba upendo wetu? Sikupata majibu kabisa. Nimefanya kosa gani hadi kuniumiza kiasi hiki? Isabela, hivi huko uliko uko salama? Umewezaje kuanza upya bila mimi? Mbona mimi siwezi? Nilijikuta nikijiuliza na hisia za wasiwasi zikitia nanga katika moyo wangu. Nilianza kutembea kwa mwendo wa polepole, nikijaribu kufikiria wapi ningeweza kupata majibu. Nilijua kwamba ili niweze kuelewa aliko Isabela, kwa kweli ilinibidi niwe na ujasiri wa kutafuta ukweli. Nilipofika kwenye mti mkubwa ambao tulikuwa tukikaa chini yake, nilikumbuka jinsi ambavyo alivyokuwa akicheka na kusema, mtu ambaye anajua kukabiliana na changamoto atapata furaha kwa kweli. Maneno hayo niliyakumbuka ambayo aliyokuwa akipenda kuongea Isabela kipindi tuko pamoja. Na mimi sasa hapo nilikaa nikayafikiri, nikiwa na maamuzi ya kutafuta majibu. Nilijua nilihitaji kusaidiana na mtu ambaye anajua mengi kuhusu Isabela. Nitamtafuta Juma, nilijisemea moyoni mwangu. Juma ni rafiki yangu wa karibu ambaye pia alikuwa na uhusiano mzuri sana na Isabela. Kila mara tulikuwa pamoja naye, na mara nyingi alihusika katika mipango yetu. Bila shaka Juma anaweza kunisaidia. Nilizidi kuendelea kufikiri. Alikuwa na uwezo wa kuonana na mambo mengine mengi sana ambayo mimi pengine ningeshindwa kuyaona. Ana uwezo wa kuona mambo kwa njia tofauti. Najua anaweza kunisaidia. Kwa kweli msikilizaji, mimi nilijua angeweza kunisaidia kuelewa kilichotokea. Kwa sababu kwangu mimi nilikuwa sina uwezo wa kujua chochote tena. Nitazungumza naye na kujua aliko na kilichompeleka yeye aondoke. Nilijiambia hivyo huku nikiona kama nimepata njia ambayo naweza kunipa ukweli na nikajua mahali alipo Isabela na sababu ambazo zilizofanya Isabela aondoke. Baada ya pale mimi nilirudi nyumbani, moyo wangu ukiwa na maamuzi tayari. Kesho nitakutana na Juma, nitamwambia kila kitu na kutafuta msaada wake ili kupata picha kamili ya hali halisi na hali jinsi ilivyo. Moyo wangu ulikuwa unazidi kupiga kwa nguvu. Ulikuwa ukipiga kwa nguvu huku ukijenga matumaini mapya. Kila kitu kilikuwa giza sasa. Lakini nilijua tu kuwa hatua moja nitakayoipiga ingeweza kuleta mwangaza. Na mimi nilikuwa nahitaji mwangaza kuliko kitu kingine. Kwa kweli sikupata hata lepe la usingizi siku hiyo. Nilijigeuza kama samaki huku nikikumbuka nyakati nzuri tulizokuwa nazo. Chozi halikukauka usiku kucha. Asubuhi kulipokucha, niliamka mapema bila kuzungumza na baba yangu wala kumwaga. Nilianza safari ya kuelekea kwa Juma nikiwa na tumaini pengine ninaweza kupata majibu ya maswali yangu. Nilipofika nyumbani kwa Juma, hali ya huzuni iliongezeka moyoni mwangu kama kivuli kisichoisha.
Juma aliniruhusu ndani kweli, na mara moja alitambua kuwa mimi nilikuwa na mawazo mengi sana. Vipi Williams? Umeonekana haupo sawa jamaa yangu, vipi? Aliuliza kwa sauti yenye wasiwasi. Ninahitaji kukuambia kuhusu Isabela. Nilianza kwa sauti yangu ikiwa na taharuki kweli kweli. Ameniacha Juma. Nimepata barua kutoka kwake na maneno yake yamesababisha maumivu kwenye moyo wangu. Isabela ameniacha. Juma aliketi mbele yangu, macho yake yakiwa makali na makini kweli kweli. Barua? Ni nini kimeandikwa? Oya. Ni kwa nini kakuacha? Nilimpatia ile barua huku mkono wangu ukiwa unatetemeka. Juma alianza kuisoma ile barua ya Isabela. Kwa kweli niliona namna alivyofadhaika kiasi kile. Kwa kweli kiasi kile ni kile ambacho mimi nilifadhaika. Akashika tama huku akitafakari kwa sekunde kadhaa na kuhesabu, halafu akaniuliza. I say, Williams, ulijaribu kuzungumza naye uso kwa uso ukamueleza ulivyojisikia? Nilitikisa kichwa changu kuashiria kwamba sikuweza kuzungumza naye. Chozi lilikuwa linabubujika. Maumivu yaliamka tena ndani yangu asubuhi hii. Kwa nini hukuzungumza naye Aisee? Unajua bwana, haya mambo haya. Siamini kama Isabela anaweza kupata mwanaume anayempenda kuliko wewe. Mlikuwa na furaha, ni kitu gani kilimeingia kati hapa? Juma, hata mama yake hataki kuniona. Amenizuia kuongea na Isabela. Na hapa ninapokuambia Isabela hayupo kijijini. Sijui ameelekea wapi Aisee. Na hilo ndilo linalonipa wakati mgumu zaidi. Ameenda mbali na hisia zangu kikatili sana Aisee Juma. Nahisi nimekufa kwenye penzi lake. Hata hivyo basi tu bwana Aisee, ndio hivyo Aisee. Nilisema huku nikizidi kububujisha chozi langu. Mahali alipo Isabela bado ilikuwa ni kitendawili kizito sana kwangu. Nilikuwa sijui ni wapi alipo Isabela. Aisee, pole sana Williams. Nahisi hapa kunaweza kuwa na shinikizo kwa sababu Isabela ninayemjua mimi hawezi kufikiri kwenda mbali na wewe. Ipo haja ya kupeleleza kujua ni wapi alipo na ikiwezekana uzungumze naye. Utakapokuwa umefanya hivi, nafikiri unaweza ukapata mambo mengi zaidi. Alizungumza kwa sauti ya upole sana ambayo niliokuwa nikiangalia macho yake na kuona kujiamini kwake. Juma, tutaanzia wapi Aisee? Nani anaweza kujua wapi alipo zaidi ya mama yake aliyenifukuza? Sasa kama mama yake amenifukuza Aisee, hivi unahisi ni wapi tutaanzia ili tuweze kujua ukweli? Nafikiri Williams tunaweza kumtafuta mama yake. Mama yake Isabela tunaweza kumtafuta. Labda anaweza kutupa mwanga juu ya kilichotokea. Alisema huku mawazo yake yakitafakari jinsi ya kumfikia mama yake Isabela. Ndiyo, hiyo ni njia nzuri ya pekee, lakini ni ngumu sana ndugu yangu Juma. Yaani Juma, hili jambo ni gumu. Kwa pamoja tutajaribu kumtafuta na kuelewa ukweli wa hali halisi. Kwa sababu mimi kusema ukweli nimefika mwisho kufikiri. Naona hiyo ndio njia pekee japokuwa ni ngumu. Usijali William. Tutahakikisha tunapata habari muhimu. Hebu naomba ujipe moyo. Jipe moyo rafiki yangu. Najua hili jambo ni gumu sana, lakini hebu jipe moyo alafu tutaujua ukweli. Na naamini sana kwamba Isabela bado anakupenda wewe. Kwa kweli nilijua kuwa na safari hii ingekuwa ngumu.
Nilikuwa najua kabisa kwamba safari hii itakuwa ngumu sana. Lakini nilikuwa tayari kufanya kila liwezekanalo, kila niwezalo ili kupata majibu tu, yani wapi alipo Isabela wangu. Kila hatua iliyo mbele yangu ilikuwa na uzito, lakini niliamini kuwa kuna mwangaza kwenye giza hili. Juma alihema kiasi. Nilihisi harufu ya uzito wa jambo hili. Japo alinitia tumaini, lakini moyoni mwake aliona ugumu ulio mbele yetu pia. Alikuwa akiongea tu kama kunitia moyo, lakini hata yeye aliona jinsi jambo hili jinsi lilivyo gumu. Basi akasimama na kuniambia, sasa William, rafiki yangu, hebu sikia. Ngoja mimi nijiandae ili tuende kukabili ukweli mchungu ambao tunakwenda kukutana nao. Mapenzi yenu hayawezi kuisha kirahisi hivi. Ngoja mimi nijiandae haraka, alafu twende tukautafute ukweli ambao unajua utakuwa ni mchungu. Alipomaliza kuongea, aliingia chumbani kwake kujiandaa ili twende kwa mama yake Isabela. Nilijinamia na kuanza sasa kulia. Nilikuwa nikilia kwa jinsi ambavyo nilivyokuwa namkumbuka Isabela. Alafu leo hii yetu yuko mbali na mimi. Kwa kweli niliumia sana. Nilihisi kama kila kitu kilikuwa kikivunjika ndani yangu. Hata baada ya Juma kunipa maneno ya matumaini, moyo wangu haukuweza kustahimili maumivu. Nilianza kulia kimya kimya. Machozi yalitiririka kwenye mashavu yangu bila hata kujizuia. Ulimwengu wangu ulikuwa umevurugika kabisa na mawazo yangu yote. Kwa kweli, msikilizaji, nikwambie, yalirudi kwa Isabela, na kila nilipotaka kufikiri, sikufikiri kingine tofauti na Isabela. Nilikuwa nimechoka. Nimekata tamaa. I say, kwa kweli sikujua hata kama safari ya kwenda kwa mama yake Isabela ingetoa majibu ambayo ninayoyahitaji. Lakini ndani yangu kulikuwa na shauku ndogo ya matumaini. Niliamini kwamba angalau tunaweza tukapata kitu. Ilikuwa lazima tujue ukweli, hata kama ukweli huu ungekuwa ni mchungu, lakini mimi niliamini ule ukweli ungeniweka huru. Baada ya muda mfupi bwana, Juma naye alitoka chumbani kwake akiwa tayari. "Oya, twende Williams," alisema kwa sauti ya ujasiri, lakini macho yake yalionyesha huruma kwa hali ambayo aliyokuwa nayo. Ukimtazama hivi alikuwa anaonyesha kabisa kwamba ananionea huruma kwa jinsi ambavyo mimi nilivyokuwa. Nilinyanyuka taratibu nikifuta machozi kwa mkono wangu. Kisha mimi sasa nikakubaliana na yeye kwa kichwa kabisa kwamba okay, poa. Tukijiandaa kwa safari ya kuelekea kwa mama yake Isabela. Nilijua mbele yetu kuna ukweli ambao hautapendeza. Kwa kweli, kati ya jambo ambalo nilikuwa naondoka nikiwa nalijua, nilijua kabisa kwamba mbele yetu kuna ukweli ambao hautapendeza kabisa, lakini ulikuwa ni walazima sasa kwangu. Chungu lakini dawa. Basi bwana, tulitoka nje ya nyumba ya Juma kwa ukimya, kila mmoja akiwaza mawazo yake. Barabara ya kuelekea kwa mama yake Isabela ilionekana ndefu zaidi kuliko kawaida. Sikuona kama ni ile barabara ambayo tulikuwa tunaitumia kila siku. Kila hatua niliyokuwa nikipiga ilikuwa nzito. Yaani ilikuwa ni nzito kama vile dunia, yaani ilikuwa imekuwa kubwa ghafla. Ilikuwa ikinizuia kufika nilikokuwa nataka. Juma alikuwa kimya, lakini uwepo wake ulinipa nguvu kidogo. Yaani japokuwa amenyamaza, lakini kidogo naona power jinsi ambavyo akiwa yuko pembeni yangu. Nilikuwa naona kabisa faraja. Nilishindwa kujizuia kufikiri juu ya Isabela. Kila nilipojaribu kumtoa katika akili yangu, ilishindikana kabisa. Barua ile, maneno yale yalikuwa yananizunguka kichwani mwangu kama sauti ambayo isiyokuwa inazimika. Alikuwa wapi sasa? Je, alikuwa na furaha au alihisi kama mimi? Kuvunjika moyo na kuchanganyikiwa na yeye yuko kama mimi au kinyume? Kwa kweli sikujua.
Mambo yote haya yalinipa mateso sana kumfikiri Isabela. Sasa tulipofika karibu na nyumba ya mama yake Isabela, mimi sasa nilianza kuhisi kuoga. Unajua ile unatembea ukifika karibu na eneo la tukio, moyo unaanza kudunda. Nilianza kupata uoga kwa kweli. Mama yake daima alionekana kama ukuta usiovunjika, akilinda binti yake kutoka kwao. Kila alichokiona kama ni hatari au vikwazo, alikuwa akimlinda binti yake. Nilijua kwa mazungumzo haya yasingeweza kuwa rahisi hata kidogo. Nilimwangalia Juma ambaye alikuwa ananitazama kwa macho ya kujiamini. Alikuwa akinikumbusha kwamba hatupo peke yetu katika hili. Acha kabisa ise. Basi bwana, tuliposogea mlangoni, moyo wangu ulipiga haraka zaidi. Aise, moyo pale ndipo ambapo nilipokuwa naona na jasho linanitoka. Nilihisi kama nilikuwa naelekea kwenye hatima ya isiyo na uhakika. Lakini nilijua kwamba safari hii ilikuwa muhimu sana. Tulibisha hodi, na baada ya muda mfupi kidogo mama yake Isabela alijitokeza mlangoni. Uso wake ulikuwa mgumu kama kawaida yake. Williams, alisema kwa sauti ya ukali kabisa, macho yake akiwa yanang'aa kwa hasira ambayo iliyojificha, lakini alikuwa na hasira kweli kweli. Unataka nini hapa? Oh. Msikilizaji, nilihisi koo langu likijikaza, lakini nilijilazimisha kuzungumza. Nataka kuzungumza na wewe mama kuhusu Isabela. Nina maswali na nataka majibu yake. Na sina sehemu nyingine ya kuyapata tofauti na kwako mama. Niliongea huku nikibabaika kwa hofu sana, na machozi yalikuwa yakitaka kuanza kunilenga. Sasa mama yake Isabela alinitazama kwa muda, kisha akafungua mlango zaidi, akaturuhusu kuingia ndani. Mazungumzo haya bana yasingekuwa rahisi hata kidogo, lakini nilikuwa tayari kwa chochote kitakachofuata, ili mradi tu niweze kupata ukweli kuhusu Isabela. Sasa tulipoingia ndani, hewa ilikuwa nzito. Kila kitu ndani ya nyumba kilionekana kuwa kimya kupita kawaida. Yaani kilikuwa kimya kana kwamba kilikuwa kikisubiri mlipuko wa hisia zetu. Nilikaa kwenye kiti karibu na meza ndogo, huku Juma akisalia kusimama kando yangu. Alikuwa akitazama kwa makini kama mlinzi vile, yani kama na bodyguard. Mama yake Isabela bana alikaa mbele yangu, uso wake ukiwa mgumu. Nilijaribu kumtafuta Isabela kwenye macho yake, lakini sikuona kitu chochote kilichoashiria kuhuruma au kuelewa. Hapo sasa niligundua kuwa hili lisingekuwa na mazungumzo mepesi. Kabisa. Pengine palikuwa na jambo fulani zito sana. Niambie Williams, alianza kwa sauti ya kuamrisha mama. Niambie, unadhani kuna nini cha kuzungumza kati yetu? Mimi nilimeza mate kwa tabu, nikikusanya ujasiri ili niweze kuongea na mama yake Isabela. Isabela ameniacha, na ninaamini kuna zaidi ya nilichoambiwa. Barua yake haijatoa majibu kamili. Aliondoka ghafla, na najua lazima kuna sababu nzito mama. Hilo ndilo jambo ambalo nimekuja kuongea na wewe. Mama yake Isabela nilipomwambia vile, alikunja mikono yake kifuani, akionekana kutotikisika kabisa. Hebu nisikilize kwanza Williams. Barua hiyo imekueleza yote unayohitaji kujua. Isabela aliamua kwa hiari yake kuondoka. Na kama mwanaume mzima, ni lazima ukubali na uendelee na maisha yako. Haina sababu ya wewe kuendelea kuulizia kitu ambacho hakipo tena. Nafikiri ile barua inakutosha kuelewa ni nini ambacho kinaendelea. Msikilizaji, kusema ukweli nikasikia moyo wangu ukizidi kuvunjika, lakini sikukubali kushindwa.
nadhani mama unaficha jambo. Kuna kitu unachokijua. Na mama, sijui kwa nini unakataa kuniambia. Sijui kwa kweli. Naomba tu nipe ukweli hata kama mchungu mama. Mimi na Isabela tunapendana na unalijua hilo. Naomba hebu usinifiche. Niambie hicho kitu ambacho unahisi kwamba huwezi kuniambia. Sasa bana, nilipoongea vile, Juma ambaye alikuwa kimya kwa muda wote huo alisogea karibu na mama yake Isabela. Mama, husu wakati wa kuficha mama. Williams anataka kujua ukweli. Una deni la kumwambia chochote kinachohusiana na Isabela ili aweze kuelewa kwa nini ameachwa kwenye giza. Hata wewe unajua kwamba Williams na Isabela mwanao ni watu ambao wanapendana sana. Sidhani kama itakuwa ni busara wewe kunyamaza na kuacha kumwambia ukweli. Nafikiri unastahili kumwambia ukweli Williams ili akaye akijua kwamba ni kitu gani kimefanya yeye aweze kuachwa. Basi bwana, Juma alipomwambia vile, mama yake Isabela aligeuza macho yake kumtazama Juma. Uso wake ukabadilika kidogo, lakini bado ukionyesha msimamo thabiti. Sikufichi kitu chochote Juma. Isabela alichagua njia yake. Familia yake pia ina maslahi ya kumlinda. Na si lazima kila kitu kijulikane kwa kila mtu. Familia yake inajua, inatosha. Sio lazima kila kitu mjue. Maneno hayo yalizidi kwa kweli kunivuruga. Mama yake Isabela alipoongea vile, kwa kweli mimi nilizidi kuvurugika sana. Lakini kabla sijazungumza, Juma akasema tena kwa msisitizo, bado mama, hatujajua sababu ya msingi. Barua haitoshi. Williams anahitaji kujua ukweli kamili ili aachane na hii huzuni ambayo inayomsumbua. Siamini kama Isabela anaweza kumpenda mwanaume mwingine isipokuwa Williams. Na hiyo ndio sababu ambayo mimi natamani umwambie Williams ni nini kilitokea. Ili akijua hicho kitu gani kimetokea mpaka Isabela akaamua kuondoka kwenda mbali na yeye. Mama, hebu naomba ulichukulie hili jambo kwa ukubwa zaidi. Mimi ninaamini kabisa kwamba Isabela anampenda Williams mwanzo mpaka mwisho. Nakuomba sana na kusihi mama, hebu mwambie Williams ni kitu gani ambacho kimetokea kwa Isabela mpaka Isabela akaamua kumwacha. Mama yake Juma bwana eti mama yake Juma, mama yake Isabela sasa. Aisewe acha tu. Mama yake Isabela bana alitulia kwa sekunde kadhaa, akitazama meza ile kama vile ilikuwa akifikiria kitu hivi, yani kama mtu ambaye anafikiri kitu kizito hivi. Kisha akanyanyua macho yake na kutazama moja kwa moja kwenye macho yangu. Muda huo bwana, mimi nipo na mawazo kweli kweli. Alianza kuongea, sawa. Sijui nikwambieje. Kuna sababu lakini haikuwa rahisi. Isabela hakuwa na chaguo. Ulimwengu wake ulikuwa nje ya uwezo wako. Ulimwengu wake Isabela ulikuwa nje ya uwezo wako wewe Williams. Maneno hayo bana aliyoyaongea yalinistua sana. Nikaanza kujiongelesha. Ulimwengu wake ulikuwa nje ya uwezo wangu. Unamaanisha nini? Mama, unamaanisha nini? Nilimuuliza kwa haraka sana mama. Mama yake Isabela bana alishusha pumzi ndefu. Haya. Nikwambie tu kwamba alikubali msaada ambao wewe usingeweza kumpatia. Msaada ambao ulimlazimu aondoke. Hata hivyo nakiri kuwa bado alikuwa na mapenzi kwako, lakini haikuwezekana kuendelea. Aisee alipoongea vile nilihisi giza likizidi kuzunguka kwenye akili yangu. Msaada gani? Msaada gani mama? Ni nani aliyempa huo msaada? Na kwa nini alikuwa na haja ya msaada huo hadi akaamua kuondoka? Kuna mambo bado mama inabidi uniambie. Kuna mambo inabidi uniambie. Ni kwa nini huo msaada ulilazimisha kwamba mpaka yeye aondoke?
Mama yake Isabela alionekana kuhangaika sana na swali hilo, lakini hakujibu mara moja. Badala yake alikaa kimya kwa muda, kana kwamba alikuwa anatafuta maneno sahihi ya kusema. Nilihisi jambo kubwa lilikuwa limejificha nyuma ya maneno hayo, jambo ambalo lilihitaji kufichuliwa. Mama yake Isabela bana aliendelea kunyamaza kwa muda mrefu, macho yake akiwa yamejaa mawazo mazito kweli kweli. Nilihisi moyo wangu ukienda mbio. Kwa mbali nikihisi kama ukweli ulikuwa unakaribia hivi, lakini ulionekana kusita kufichua vile. Alikuwa anaonekana kama anasita kutoa. Moyo wangu unaenda mbio ukiwa unahisi kama ukweli unakuja, lakini naona kama kuna mtu anauzuia. Ni mama yake Isabela. Mama, ni nani aliyempa msaada? Kwa kweli nilirudia kumuuliza kwa msisitizo sana. Na kwa nini msaada huu ulimlazimu aondoke bila kuniambia chochote? Sidhani kama Isabela alitaka mambo yaishe hivi. Mimi sidhani kabisa mama. Hebu niambie ukweli. Mbona? Hebu naomba uongee mama. I need to know. Mimi nahitaji nijue mama. Mama yake Isabela bwana aliweka mikono yake mezani kwa mara nyingine. Akakunja mikono kwa nguvu. Kisha akaniangalia kwa macho makali, lakini akiwa na hisia fulani hivi za huruma. Hapa sasa niliona huruma ya mama yake Isabela. Moyo wangu kwa kweli ulianza kustuka. Ni nini anataka kusema? Isabela alipata msaada wa kifedha kutoka kwa mtu mwenye nguvu na ushawishi mkubwa. Na hii ni kwa sababu alikuwa mgonjwa, Williams, ugonjwa ambao kama unavyojua ulitakiwa utibiwe kwa haraka sana. Lakini matibabu hayo yalihitaji pesa nyingi zaidi ambazo kama familia hatukuweza kuwa nazo. Hata wewe usingeliweza. Unajua baba yake amefariki na hana msaada tena. Nilihisi kama nilivyokuwa nikiogopa yalikuwa yakithibitishwa. Nikaangalia chini kwa muda kabla ya kumwangalia tena mama yake Isabela. Kwa hiyo niliuliza kwa sauti ndogo. Kisha mimi bana nikashusha pumzi. Ndio hivyo, alisaliti hisia zake ili aokoe maisha yake. Mama, alisaliti hisia zake ili aokoe maisha yake, si ndio? Mama yake Isabela alitikisa kichwa polepole. Haikuwa rahisi kwake, lakini hakuwa na chaguo. Aliambiwa kuwa msaada huo unakuja kwa masharti, sharti la kuolewa na mtu huyo ambaye anatoa msaada ili apate matibabu ya haraka. Familia yetu haikuwa na uwezo wa kupinga jambo hilo. Naomba uelewe Williams. Na kama mama yake, niliona bora afanye hivyo kuliko apoteze maisha yake. Sikuwa tayari kupoteza maisha ya mwanangu kisa tu kuolewa. Ilimbidi na mimi nikubali ili mwanangu aendelee kuwa hai. Msikilizaji bwana, mama yake Isabela alipoongea vile, nilihisi tumbo langu likijikunja kwa uchungu. Mama, kwa hiyo alichagua kuacha maisha yake, mapenzi yetu, ili aweze kuishi? Kusema kweli nilihisi machozi yakianza kujikusanya tena. Na mama, hivi huoni kwamba angeweza kuniambia ukweli huo? Si hivyo ingekuwa ni bora zaidi kuliko kuniacha gizani namna hii? Yaani kwa hii barua kweli? Mama yake Isabela bana aliangalia pembeni, uso wake ukiwa na kivuli cha maumivu. Alikuwa na hofu Williams. Hofu ya jinsi ungeweza kumuelewa. Isabela alikuwa hajui kama ungeweza kuvumilia ukweli huu. Na kama nilivyosema, ilikuwa sio chaguo rahisi kwake. Aliongea mama yake Isabela, maneno yake bana yaligonga moyo wangu kama jiwe.
Nilihisi maumivu zaidi, lakini pia kwa namna fulani hivi nilianza kuelewa hali halisi. Nilikaa kimya kwa muda, nikijaribu kumweleza Isabela katika hali hiyo ya hofu. Nikajaribu kumweka katika ile hali ambayo ina hofu sana ya kufanya uamuzi wa kuokoa maisha yake dhidi ya mapenzi yetu. Je, anafahamu kwamba mimi bado nipo hapa nikimtafuta? Niliuliza, sauti yangu ikiwa dhaifu sana. Mama yake Isabela alishusha pumzi ndefu, macho yake akiwa yamejaa huzuni. Labda, lakini sasa yuko mbali zaidi ya unavyoweza kufikiria. Kwa hivyo anaweza kujua kwamba kweli upo hapa unamtafuta, lakini ndio hivyo, yuko mbali. Siwezi kukuambia yuko wapi kwa sasa. Hayo ni mambo ya mtu mwingine, mambo ya maisha mapya aliyoanza. Sidhani kama kuna ulazima wa wewe kujua, aliongea mama yake Isabela, na mimi nikiwa na machungu sana kutokana na maneno yake. Maneno hayo kwa kweli yalihitimisha mazungumzo yetu kwa uzito mkubwa sana. Nilijihisi kushindwa kabisa. Lakini angalau sasa nilikuwa na ukweli mchungu ambao ningelazimika kukubali. Hata kama haukuwa na umalizaji ambao niliokuwa nimetarajia, lakini ilibidi niupokee ule ukweli. Niligeuka kumtazama Juma ambaye alikuwa amesimama kimya kwa muda wote huo. Sura yake ikiwa imejaa huzuni, lakini pia akionyesha kuwa yuko tayari kunipa msaada wake kwa chochote ambacho kitakachofuata. Mimi pale bana nilijua sasa kwamba njia pekee ya kwenda mbele ilikuwa ni kuelewa kwamba Isabela alikuwa ameanza maisha mapya. Hata kama hiyo ilimaanisha maisha yangu sasa yangekuwa tofauti kabisa na nilivyotarajia, lakini niliamini hiyo ndio njia pekee ambayo ninaweza kuipita, kwamba kwa sasa Isabela ana maisha yake mapya. Twende Juma, nilisema kwa sauti ya chini. Macho yangu bana yalikuwa mazito kwa hisia. Twende Aise, hakuna tena cha kufanya hapa. Tuondoke Aise Juma, tuondoke. Juma alitikisa kichwa polepole. Basi tukatoka nje bila kusema neno jingine, nikiwa na maumivu sana moyoni, lakini sasa nikifahamu ukweli. Tulipotoka nje, tulikutana na mwangaza wa nje. Nilihisi mabadiliko ya hewa. Hali ya joto ya jua ilifanya nitake kutafakari, lakini ndani yangu kulikuwa na baridi isiyo ya kifani kabisa. Ilikuwa ikipitia hisia zangu. Nilijua nilihitaji wakati wa kutafakari kuhusu kila nilichokuwa nakisikia kutoka kwa mama yake Isabela. Lakini ilikuwa ni vigumu kusahau sura ya Isabela na mapenzi yetu, jinsi ambavyo yalivyokuwa ya maana. Nilimshukuru Juma kwa moyo wake mzuri sana wa kujitolea kwa ajili yangu. Nilimwambia kuwa yeye ni rafiki wa kweli. Nilimkumbatia huku chozi likiwa linanibubujika. Akapiga bega langu na kuniambia, siwezi kukuacha ukiteketea, yani kabisa. Siwezi kukuacha ukiteketea, rafiki yangu. Nitasimama na wewe mara zote. Niamini hivyo Williams. Asante sana Aise rafiki yangu. Ngoja nirudi kwanza nyumbani. Najua baba yangu ana hofu kubwa sana. Baba lazima atakuwa na hofu kubwa sana na mimi, nilisema, kisha tuliagana pale, kila mmoja akashika njia yake, Juma akienda kwake na mimi nikielekea nyumbani. Nilitembea taratibu nikiwa nimeanza kukata tamaa kwa kweli. Sasa nilijua sababu ya Isabela kuachana na mimi ni umaskini wangu. Sikuwa na pesa ya kumbakisha endelee kuwa na mimi. Nilipofika nyumbani, nilimkuta baba yangu akiwa amesimama mlangoni. Alikuwa ananiangalia kwa jicho la shauku sana. Akashuka kidogo karibu na mimi, kisha akawa ananiuliza akiwa amenishika mabega yote mawili. Najua ile ameniwekea mikono yake miwili kwenye mabega yangu. Ulikuwa wapi Williams? Nimekutafuta sana mwanangu. Najua niliingiwa na wasiwasi pengine kitu kibaya kimekufika. Ulikuwa wapi? Aliniuliza baba yangu, na alikuwa akinipenda sana unajua. Niliona upendo wake kupitia macho yake madogo yaliyokuwa yameingia ndani. Aliongea kwa sauti ya hofu. Nilishusha pumzi zangu. Alama za machozi yangu zilibaki shavuni mwangu.
Baba, nilienda kutafuta ukweli. Nilienda kutafuta ukweli kuhusu Isabela. Nilisema nikiwa nimeitoa mikono yake kwenye mabega yangu, na nilisogea na kuketi kwenye kiti. Baba alisogea mbele yangu akaniuliza kwa shauku, "Umeupata huo ukweli?" "Ndiyo baba, kutoka kwa mama yake. Amesema Isabela ameniacha mimi. Ameachana na mimi kwa sababu ya umaskini wetu. Alihitaji pesa ya matibabu, familia haikuwa na uwezo. Walipofikiria kuhusu mimi, waliniona kama mzigo. Ndipo alipopatikana mfadhili na kufadhili matibabu kwa masharti ya kumwoa. Na hiyo ndio sababu ambayo mimi nimempoteza Isabela baba." Nilisema bila kupumzika, huku nikizidi kujiumiza ndani ya moyo wangu. Masikini binti amechagua kuokoa maisha yake mbele ya mapenzi yenu. Huna cha kufanya Williams, huna cha kufanya, achana nayo, alisema baba yangu, huku akionekana naye alikuwa amehuzunika sana. Baba yangu alikaa kimya kwa muda hivi, akionekana kusononeka zaidi. Niliweza kuona alivyotafakari maneno yangu, akizama kwenye mawazo yake. Kisha akaniangalia tena, akiongea kwa sauti ya chini na yenye uzito kweli kweli. "Williams, siwezi kukulaumu kwa jinsi unavyohisi, lakini kuna mambo mengine maishani ambayo tunalazimika kuyakubali hata kama yanatufanya tuumie. Kama ukweli Isabela alilazimika kuchukua hatua hiyo ili kuokoa maisha yake, basi hata kama inauma, huenda hakuwa na chaguo jingine. Na unaelewa fika kwamba maisha ni kitu tunachokipenda. Angefanya nini? Jambo hilo ni kweli linakuumiza sana, lakini inabidi ukubaliane nalo." Kwa kweli nilipokea maneno ya baba yangu kwa uzito sana alipoongea, lakini moyoni mwangu bado nilihisi kuna kitu kingine kilichojificha nyuma ya hayo yote. Nilihisi kuna jambo kubwa zaidi, kama vile kuna ukweli ambao sijauelewa kikamilifu. Baba aliendelea kuniangalia akiwa na macho yake ya huruma, lakini kabla hajaongea tena tulisikia sauti ya mtu akipiga hodi nje ya nyumba yetu. "Oh." "Ni nani huyo?" Nilipoangalia nilimwona. Naam, mpendwa mfuatiliaji wa chaneli yetu hii ya Makala Simulizi. Sehemu ya kwanza ndipo mahali ambapo inaishia hapo. Hebu tukutane katika sehemu ya pili tuweze kujua huyu ambaye amekuja pale ni nani. Huyu ambaye amebisha hodi ni nani? Hebu tukutane katika sehemu ya pili kuhusu simulizi yetu hii. Wako msimuliaji ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Basi nikukumbushe sana msikilizaji wangu, kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii ya Makala Simulizi, ni mara yako ya kwanza kuingia, basi angalia chini ya video hii, mkono wako wa kulia hapo kuna neno ambalo limeandikwa subscribe. Libonyeze hilo neno ili uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Lakini zaidi sana utakuwa ni mwanafamilia na utapata simulizi mbalimbali na makala tutakazo kuwekea hapa kila wakati. Basi fanya hivyo ili uweze kupata kila kitu ambacho tunakuwekea hapa. Unakuwa mtu wa kwanza kabisa kukipata kama tu ukibonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe. Basi kufikia hapo bwana, hakuna la ziada katika sehemu hii ya kwanza. Tukutane katika sehemu ya pili. Bye.